Marekani imetangaza zawadi ya hadi dola milioni 10 kwa taarifa zitakazosaidia kuwabaini au kuwafichua baadhi ya makamanda wa sasa na waliowahi kuhudumu katika jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC, hatua inayoongeza shinikizo la Washington dhidi ya taasisi hiyo yenye ushawishi mkubwa katika mfumo wa kijeshi na Kiislamu wa Iran. Idara ya mambo ya nje ya Marekani kupitia mpango wake wa Rewards for Justice imetangaza zawadi hiyo kwa taarifa zitakazoweza kusaidia kubaini shughuli, mitandao na maeneo au mienendo inayohusishwa na maafisa hao. Mpango huo umetajwa kuwa sehemu ya juhudi za Marekani kukusanya taarifa kuhusu viongozi wa IRGC ambao Washington inawahusisha na mashambulizi dhidi ya maslahi na wanajeshi wa Marekani pamoja na operesheni za kimtandao zinazolenga miundombinu muhimu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kupitia account ya Rewards for Justice kwenye mtandao wa X, baadhi ya maafisa hao wanaongoza au wamewahi kuongoza vitengo vya IRGC vinavyohusishwa na shughuli za kijeshi za Iran, kiintelijensia na za mtandao. Marekani anasema shughuli hizo zimekuwa na athari kwa usalama wa Marekani na washirika wake, huko Washington ikiendelea kuiona IRGC kama moja ya taasisi muhimu inayosimamia sehemu kubwa ya uwezo wa kijeshi na kiusalama wa Iran. Miongoni mwa waliotajwa ni Ahmed Fahid ambaye ametajwa kuwa kamanda wa walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Fahid ni mwanajeshi mkongwe mwenye historia ndefu ndani ya mfumo wa kijeshi na kiusalama wa Iran na amewahi kushika nyadhifa mbalimbali za juu katika taasisi za usalama za nchi hiyo. Marekani imekuwa ikimhusisha na shughuli mbalimbali za IRGC na imeendelea kumfuatilia kama mmoja wa viongozi wenye ushawishi ndani ya mfumo huo. Mwingine ni Ali Abdullahi anayetajwa kuwa kamanda makao makuu ya Khatam al-Anbiya, jambo muhimu katika muundo wa ulinzi wa Iran kinachohusika na uratibu na uendeshaji wa shughuli za kijeshi. Nafasi hiyo pia ina umuhimu mkubwa kwa sababu makao hayo yanahusishwa na uratibu wa uwezo wa kijeshi wa Iran, hasa katika mazingira ya mvutano mkubwa kati ya Iran na Marekani. Jina jingine ni Hamid Reza Lashgarian anayetajwa kuwa kamanda wa kitengo cha mtandao wa walinzi wa mapinduzi. Kitengo hicho kinahusishwa na uwezo wa Iran katika operesheni za kimtandao, eneo ambalo limekuwa chanzo kikubwa cha wasiwasi kwa Marekani na mataifa mengine ya Magharibi. Washington imekuwa ikisema kuwa mashambulizi ya kimtandao yanayohusisha na Iran yanaweza kulenga taasisi za serikali, kampuni na miundombinu muhimu. Orodha hiyo pia inawataja Said Ahjan aliyewahi kuwa kamanda wa kikosi cha anga na anga za juu cha IRGC pamoja na Majid Khademi aliyewahi kuwa kamanda wa ujasusi wa ulinzi wa mapinduzi. Hata hivyo, taarifa hiyo inasema wawili hao waliuawa katika vita vya hivi karibuni licha ya majina yao kuendelea kutajwa katika mpango huo kutokana na nafasi zao na shughuli walizowahi kuhusishwa nazo. Hatua hii ya Marekani inakuja wakati ambapo uhusiano kati ya Washington na Tehran umeendelea kuwa katika kiwango cha juu cha mvutano, huku pande hizo zikitofautiana kuhusu masuala ya kijeshi, usalama, mpango wa nyuklia wa Iran na ushawishi wa Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. IRGC imekuwa muhimili muhimu wa shughuli na nguvu za kijeshi za Iran na ina nafasi kubwa katika sera za usalama na ulinzi wa nchi hiyo. Kwa kutangaza zawadi hiyo, Marekani inalenga kuwahamasisha watu wenye taarifa kuhusu viongozi na mitandao ya IRGC kujitokeza na kutoa taarifa kwa mamlaka zake. Washington pia imeendelea kutumia vikwazo, utekelezaji wa sheria na programu za zawadi kama njia za kukusanya taarifa kuhusu watu wanaowahusisha na shughuli za kijeshi, kigaidi, kiintelijensia na kimtandao zinazolenga Marekani au washirika wake. Hatua hiyo inaweza kuongeza zaidi pressure dhidi ya uongozi wa IRGC, hasa katika kipindi ambacho Iran na Marekani zimekuwa zikikabiliana katika mazingira ya kijeshi na kisiasa yenye mvutano mkubwa. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii.
Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.